Ndugu zangu, wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu ni muunganiko wa maonyesho matatu ambayo yamekuwa yakiendeshwa na Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia, na yalikuwa yanafanyika wakati tofauti tofauti na sehemu tofauti tofauti. Tulikuwa na maonyesho ya ufundi na mafunzo ya ufundi stadi ambayo yalikuwa yanasimamiwa na NACTIVATE, yanafanyika kama hivi katika mji wake ambao utakuwa umechaguliwa. Tulikuwa na maonyesho ya elimu ya juu ambayo yalikuwa yanafanyika katika wiki yake vile vile na sehemu inayochaguliwa yakiratibiwa na TCU, na kuna maonyesho ya wiki ya kitaifa ya sayansi, teknolojia na ubunifu maarufu kama MAKISATU ambayo vile vile yanafanyika kuanzia ngazi ya wilaya, mashindano yanakwenda, hatimaye kilele chake panachaguliwa mahali ambapo yanakuja kufanyika. Kwa maelekezo ya Waziri Mkuu aliyotoa tarehe 11 Mei 2021 kwamba tujaribu kuunganisha haya yote, tufanye kama ni wiki moja ya mambo haya yote, ndio tumepata wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu. Na hapa Tanga tumekuwa tukiyafanya sasa hivi, na kwa kweli tumekuwa tukifurahia sana. Cha wiki hii kitafanyika tarehe 24 mwezi wa 8 mwaka huu, ambapo mgeni rasmi atakuwa ni Waziri Mkuu Mheshimiwa Dr. Mwigulu Lameck Nchemba. Nawakaribisha sana siku ya kilele, tujumuike sote, na leo kwa vile sitazungumza mengi yatazungumzwa siku hiyo. Mwelekeo wa serikali hasa utatolewa siku hiyo na waziri wetu mkuu. Kwa hiyo nawaombeni sana Wanatanga, kama kawaida yenu, mjitokeze kwa wingi kuja kushuhudia shughuli hiyo na tukio hilo la kilele. Kama alivyosema katibu mkuu, ndio siku washindi mbalimbali watatangazwa, tuzo na zawadi mbalimbali zitatolewa. Kwa hiyo leo nianze kwanza kwa kutoa shukrani nyingi. Kwanza kabisa kwa mkoa wa Tanga. Niwaambieni Tanga kwa kweli mnafurahisha. Ile kauli kwamba waja leo kuondoka majaliwa inaeleweka, na alivyosema Mheshimiwa Husna Sekiboko, mbunge wa viti maalum Tanga na mwenyekiti wa kamati ya kudumu ya Bunge ya Elimu, Utamaduni na Michezo, kwamba tushakuja sasa kuondoka majaliwa, naanza kuielewa. Tutarudi wizarani, tutalitafakari jambo hili kwa pamoja na tutatoa maelekezo. Moja kati ya mambo ambayo tutayafanya sasa ni kutathmini kwa muda wote ambao tumeunganisha maonyesho haya yote. Tutaangalia tija na mahali ambapo lazima tuboreshe. Inawezekana tukaja na namna tofauti, na kwa maana hiyo tukifanya vile, na uhakika tutaonyesha kabisa Tanga ukifika huondoki. Kwa hiyo tutarudi kwako Mheshimiwa Husna Sekiboko kueleza baada ya tathmini yote ya namna ya kuorganize, swala ambalo tayari limeanza kufanyiwa kazi. Mimi kama mtu binafsi nitapenda sana nirudi tena Tanga kwa maonyesho kama haya. Na namshukuru sana Mheshimiwa Baraka, mbunge wa hapa tena, kwa sababu na wewe umekuwa ukitukaribisha. Tunaelewa mmeondoka, mmekuja usiku kwa ajili ya shughuli hii na kuwa wenyeji wetu wazuri sana, na washukuru sana. Napenda vile vile nitoe shukrani kwa washiriki wote waliokuja kushiriki, nyie wote ambao mmekuja hapa, na viongozi na wananchi wote ambao mmekuja kuangalia na kushiriki katika siku hii ya ufunguzi na kutembelea mabanda yetu. Nawakaribisha wengine wote hapa Tanga, na mtakakuwa mnapita Tanga na mnaoweza kufunga safari, njoni Tanga muangalie maonyesho haya kabla ya siku ya kuhitimisha maonyesho haya. Utaona mambo mengi. Tunaamini vyombo vyetu vya habari vitarusha kadri vinavyoweza mambo ambayo yako huku yanayoonyeshwa. Kwa mfano, ukienda kwenye banda la Chuo Kikuu cha Muhimbili cha Afya na Sayansi Shirikishi, utaona mambo kadhaa. Mojawapo ni dawa ambayo imefanyiwa utafiti, inatumika kama dawa asili. Naamini itafanywa utafiti zaidi kwa ajili ya kuona kama inaweza kuzalishwa kiviwanda.
lakini dawa ambayo tumeambiwa inasaidia sana katika kupambana na tatizo la tezi dume. Kwa hiyo ukija hapa utaona jambo kama hili. Ukienda kwenye banda la chuo chetu kikuu cha Nelson Mandela African Institute of Science and Technology, utaona pamoja na mambo mengine, mbunifu Mtanzania ambaye amegundua yale mabaki ya korosho ambayo yamekuwa yakitupwa au yakichomwa moto, anayageuza, anatengeneza dawa inayosaidia kutriti ngozi na kufanya ngozi iweze kutumika vizuri sana. Na tunaamini yeye sasa hivi ataingia katika uzalishaji wa viwango wa viwanda. Itakuwa ni bidhaa itakayoleta ajira, itaongeza kipato cha wakulima wa korosho, itaweza kutuletea hata pamoja na hivyo fedha za kigeni. Ukienda katika banda la wale wanafunzi ambao tumewaangalia, wanaeleza wanafunzi kutoka Tanga Tech, kutoka Moshi Tech, kutoka shule mbalimbali za amali, wanaonyesha jinsi ambavyo mafunzo ya amali yanatolewa kwa vitendo, na kilichotufurahisha sana ni jinsi walivyokuwa na ufasaha na ujasiri wa kujieleza. Hao pamoja na wale wanafunzi ambao wanasaidiwa na chuo kikuu cha Nelson Mandela pale Arusha, wanavyojieleza hata sisi tunajiuliza, kulikoni watu wanadhani Watanzania hawezi kujieleza? Kwa Kiswahili wako fasaha kabisa, kwa Kiingereza ndio bamba. Njooni muone. Alikuja yule mwekezaji wa China pamoja na balozi wetu Mheshimiwa Suleiman, aliwasikiliza wale wanafunzi ambao katika mashindano ya ujuzi tayari kupitia kwa balozi wetu Beijing ametoa ofa ya kuwasaidia wale wanafunzi, kuwaendeleza na pengine kuwapeleka mpaka China na kuwapatia ajira kwa sababu ya maonyesho yalivyo mazuri. Yako mambo mazuri mengi sana ya kuona hapa. Naomba nitumie fursa hii kuwakaribisheni sana muweze kuja, Wanatanga wote na watu wote ambao mtapata fursa ya kupita hapa. Natoa shukrani nyingi sana kwa wanafunzi wale tuliowaona na wale tuliowaona hapa, walioimba na wanaoshiriki. Kwa kweli mnatufurahisha, na tukiwaona nyie tunaiona Tanzania iliyong'ara zaidi. Na wanasema nyota njema huonekana asubuhi, na nyie kwa umri wenu bado kungaliko asubuhi. Tunaona nyota njema kubwa, Tanzania yetu inaenda vizuri sana. Shukrani zangu nyingi sana kwa taasisi zetu katibu shughuli hii. NACTIVATE, Mwajuma yuko hapa, Dr. Mwajuma tunashukuru sana na timu yako yote. COSTECH, daktari mkuu wa COSTECH naye yuko hapa, tunashukuru sana kwa kazi kubwa. Na TCU, profesa wa TCU yuko hapa na timu yako yote, na wenye viti wa bodi naona mko hapa, napenda kuwashukuru sana. Mheshimiwa mkuu wa mkoa, wewe nitazidi kukushukuru tu kwa sababu siku zote tukija hapa tunajisikia nyumbani sana. Wewe ni wa viwango. Sasa Mheshimiwa Husna Sekiboko alisema mkuu wetu wa mkoa ni mzuri sana, kwa hiyo anaendesha mambo vizuri, leteni haya mashindano kwa sababu atasimamia vizuri sana. Basi tuombe dua aendelee kubaki Tanga, ili kama maamuzi yakifanyika tuwe naye hapa, akitoka Tanga aende juu, vinginevyo abaki hapa hapa Tanga, kwa sababu sisi Tanga tunataka kuja na kuenjoy haya mambo yote yanayofanyika hapa. Nawashukuru sana watendaji wote wa Wizara ya Elimu, Sayansi na Teknolojia chini ya uongozi wa Katibu Mkuu Profesa Caroline Nombo. Siku zote ndugu zangu, ukiona vyaelea ujue vimefanya nini. Kazi kubwa imefanyika, tunaiona hapa. Kuna watu wamekuwa behind the scene wakifanya na maandalizi, tunaona, tumefurahi, tunashukuru sana. Mambo mawili tu nitaongeza. Moja, maonyesho haya ni ya elimu, ujuzi na ubunifu. Sasa tukumbuke rais wetu alivyochukua madaraka ya urais wa nchi yetu, mkazo alioweka katika masuala ya elimu na hasa katika ubunifu, na mtakuwa mmemsikia akizungumzia mambo ya sayansi na teknolojia vile vile. Katika elimu sitoeleza sana hapa kwa sababu nafahamu, lakini moja, Wanatanga kwa mara ya kwanza katika historia ya Tanga, katika historia ya mkoa wa Tanga, mkoa wenye historia kubwa sana, mkoa ambao reli ya kwanza Tanzania ilikuwa inaitwa Tanga Line au Sambara Line, ilikuwa inatoka Tanga kuelekea upande wa kaskazini. Lakini kwa mara ya kwanza mkoa huu wenye mambo mengi, wenye historia kubwa, kwa mara ya kwanza umepata chuo kikuu
kinajengwa hapo Mkinga kwa maelekezo ya rais wetu Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan. Dr. Samia oye! Bado tunaweza tukakiondoa ujue. Dr. Samia oye! Hebu tujaribu tena ya mwisho. Dr. Samia oye! Bado kinabaki pale. Kinajengwa tawi la chuo kikuu cha Mzumbe. Rais wetu maneno machache, tunamuona kwa vitendo vingi. Kwa mkoa wa Tanga kwa sasa hivi mtakuwa na chuo kikuu, lile ombi ambalo lilikuwa linaletwa kwake na mikoa mingine alielekeza tuhakikishe tunajenga pale. Kwenye ujuzi, mtakumbuka baada ya kuapa kuwa rais, mapema wiki ya kwanza ya mwezi wa 4 aliapisha viongozi pale Ikulu ndogo Dar es Salaam, Ikulu ya Dar es Salaam, na alizungumzia wizara zote kueleza anataka aone nini katika kila wizara. Wakati huo mimi nilikuwa kilimo. Alipofika wizara ya elimu, aliagiza anataka aone mabadiliko ya sera, mitaala iliyoboreshwa na kuzingatia zaidi ujuzi katika elimu yetu. Hiyo hata mwezi ulikuwa haujesha tangu aapishwe kuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Na hili wakati mwingine ningependa nikisema niweke kituo, kila mmoja atafakari kazi ya uongozi wa nchi ilivyo kubwa, ilivyo na mambo mengi, mambo ya usalama wa mipaka yetu, hazina ya nchi yetu, afya na maendeleo na kila kitu. Lakini katika kipindi kile, kabla hajahutubia bunge tarehe 22 mwezi wa 4, alitoa agizo ambalo alilifuatilia na amelisimamia: mabadiliko katika elimu, sera iboreshwe, mitaala iwe mipya na izingatie ujuzi. Haya mnayoyaona humu, wale wanafunzi mnaoana kidato cha pili cha Tanga Technical Secondary School, anaelezea masuala ya umeme mpaka wote tumedua. Uwezo wa kujieleza, alikuwa amepewa muda kidogo, wote tumemwacha ameeleza kwa muda mrefu sana. Kinachofanyika kwenye shule ya ufundi ya Tanga ya sekondari na shule nyingine ni utekelezaji wa maelekezo na maono ya rais wetu kwamba tuhakikishe elimu yetu inaboreshwa, tunazingatia sana ujuzi. Ni rais wa maneno sio mengi sana, lakini tunamuona sana kwenye matendo, na ni matendo ambayo matunda yake makubwa hatuyaoni leo wala kesho, tutakuja kuyaona mbele ya safari sana. Na ndio maana mara nyingine watu wengi wanakuwa wazito kuamua vitu ambavyo hawezi kuviona saa hiyo hiyo. Kama kujenga barabara, watu wanaiona; jenga daraja, watu wanaona, kitu ambacho utapigiwa makofi na kushangiliwa. Mageuzi ya elimu yanachukua muda mrefu sana kuanza kuonyesha matunda. Wanasema mwanasiasa wa kawaida anaangalia uchaguzi ujao, lakini kiongozi mkuu anaangalia kizazi kijacho. Rais wetu katika swala hili la mageuzi ya elimu ameonyesha kwamba yeye sio mwanasiasa tu, lakini kiongozi mkuu. She is not just a politician, she is a stateswoman who not only looks after the next election but mostly after the next generation. Hilo Watanzania wenzangu naona mlione na mje muangalie kinachofanyika hapa na mjue ni maelekezo ya rais wetu. Maneno yake sio mengi sana, utekelezaji wake ni mkubwa. Na kwa sababu hiyo tunajenga shule za amali pale Mkinga, imejengwa shule ya sekondari ya amali. Tanga Seki imefufuliwa na kuwa sekondari ya amali, lakini tunajenga VETA kila wilaya hapa Tanga. Sasa hivi inajengewa VETA, na namshukuru sana Wizara ya Fedha, Mheshimiwa Munde na waziri wako, tunashukuru sana. Mtiririko wa fedha umekuwa mzuri, na juzi tulikuwa na kamati ya bunge, tumeenda kuangalia VETA, wote wanakubali kwamba mageuzi aliyoanzisha rais wetu katika masuala ya ujuzi yatatupeleka mbali sana kama nchi. Na kwa sababu hiyo wale wanafunzi tuliowaona wanaoshiriki katika mashindano ya ujuzi, skills competition, Tanzania inajiandaa sasa, itaenda katika mashindano ya skills competition duniani mwakani. Mwaka huu tunapeleka timu yetu Shanghai kwenda kuangalia yanavyofanyika. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza Tanzania itaenda sasa, na sisi vijana wetu hawa tulioandaa wataenda kushindana, tuone tuko katika ngazi gani kidunia katika masuala ya skills competition. So
Swala pili ambalo napenda niliseme ni sayansi na teknolojia. Nimeeleza hapa kwamba Tanga hapa ndio reli ya kwanza Tanzania ilijengwa. Hapa Tanga, sio reli ya kati. Ilijengwa mwaka 1893 na Mjerumani. Ilikuwa inaitwa Usambara Line au Tanga Line. Mwaka 1893. Juzi Vice Chancellor mmoja wetu alinikumbusha, akaniambia, Profesa, maelekezo ya rais wetu tuongeze kasi utekelezaji, kwamba reli ilijengwa mwaka 1893 na mkoloni wakati ule kwa teknolojia ile, na bado leo tukitaka kujenga reli tunatafuta watu kutoka nje waje watujengee reli. Kulikoni? Haya maelekezo ya rais wetu kuendeleza sayansi na teknolojia tupelekea kwenye mwelekeo wa kuweza kufanya mambo kama hayo sisi wenyewe. Hatutokuwa na haja mbele ya safari sisi tusubiri watu kutoka nje waje wajenge kwa gharama kubwa, wakati tunahitaji reli nyingi zaidi. Na ili kukamilisha hayo, rais wetu ni mtu wa vitendo zaidi kuliko maneno. Utaona kazi kubwa aliyoifanya katika kuendeleza sayansi hapa nchini. Aliagiza na tayari zimejengwa sekondari za wasichana katika kila mkoa kwa ajili ya sayansi. Mmoja alikuja kuizindua hapa mkoani Tanga mwenyewe. Amezunguka katika mikoa yote na kuizindua kwa kuhakikisha kwamba tunaongeza uwezo wetu wa kisayansi kwa wanafunzi wetu. Pili, aliagiza sasa tuanze kutoa scholarship, na ili wanafunzi, ningeomba wanisikie. Wanafunzi oye! Wanafunzi oye! Na naomba nyie mnisikilize kwenye hili. Aliagiza ili tuweze kuvutia wanafunzi wetu wenye vipaji na uwezo mkubwa kusoma sayansi, kusoma hisabati, kusoma tehama, kusoma uhandisi, kusoma elimu tiba. Kuanzia sasa serikali inatoa ufadhili 100% kwa wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika masomo ya sayansi kidato cha 6. Wanasomeshwa na serikali 100%, sio mkopo. Wanapewa fedha za kujikimu, wanapewa fedha za vifaa, wanalipiwa ada, wanasoma katika utaratibu ambao sisi tumeuita Samia Scholarship. Na tunauita Samia Scholarship STEM kwa wale wanaosoma hapa nchini. Kwa wanafunzi wote mlioko hapa, mjue mna hiyo fursa. Nyie mko wangapi nyumbani? Kama wewe ndio umetangulia wa kwanza wa pili, ujue ukisoma vizuri kwa bidii ukafika kidato cha 6 ukawa kati ya wale bora sana, serikali hii ya Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan inakwambia, utamwambia baba na mama, sasa hivi baba na mama, endelea na wadogo zangu, sasa serikali inanichukua, inanigharamia kusoma, mradi tu naenda kasome vile vile masomo hayo yenye mwelekeo wa sayansi, ili karibuni tukitaka kujenga tena reli tusisubiri watu kutoka nje, tuwe sisi na mainjinia wetu, sisi na wanasayansi wetu na matechnicians wetu tuweze kufanya kazi hizi ambazo zaidi ya miaka 100 zilifanyika hapa nchini, na bado mpaka sasa hivi tunasubiri watu kutoka nje kuja kujenga reli hapa nchini. Kwa hiyo kwa maelekezo ya Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu mheshimiwa, mnaona tayari tumekuwa tukitoa scholarship hizi. Lengo lake ni kujenga uwezo wa nchi yetu katika masuala ya sayansi na teknolojia na ubunifu. Matokeo yake tumekuwa tukiwasomesha vile, na kama vile haitoshi, wakati anahutubia bunge mwaka jana aliahidi kwa Tanzania kwamba serikali anayoiongoza itakuwa inawachukua ile cream de la cream, wale waliofanya vizuri sana kwenye sayansi, kuwapeleka nje kwenda kusoma degree hizo za teknolojia mpya hizi za artificial intelligence, yani akili unde, manake akili iliyoundwa, akili unde na maeneo kama hayo, wakasome nje vile vile, ili tuweze kupakua elimu kwa wenzetu, kwa sababu imeandikwa tafuta elimu hata China. Kwa hiyo sisi kwa maelekezo ya rais wetu, wale wanafunzi waliofanya vizuri sana katika mambo ya sayansi wanapelekwa nje. Tayari tumeshapeleka wengine Afrika Kusini, hivi karibuni wengine wanaenda Ireland, na tumepata nafasi kupeleka wengine Moscow, wanaenda kusoma, na fursa hizo tunaendelea kuzitafuta, kuzipigania katika utaratibu huu. Sasa tunaoita Samia Scholarship Extended, na Mheshimiwa Balozi, nadhani leo tutapata fursa ya kuongea na Mheshimiwa Balozi Suleiman, kwa sababu tunatafuta fursa sehemu mbalimbali. Balozi wetu Canada ametuambia kuna uwezekano tukapata scholarship nyingine kule Moscow. Tulichokipata ni scholarship ya kuchukua wale wanafunzi, sisi tunanunulia tiketi, wanaenda Moscow,
wanaenda kukaa boot camp kwa mwaka mmoja. Kule serikali ya Urusi itawalipia 80%, Samia Scholarship 20%. Baada ya pale watapata 100% ya scholarship kutoka serikali ya Urusi. Kwa hiyo tunatafuta fursa kama hizo, na ni maelekezo ya rais wetu kwamba hebu jengeni uwezo. Hii sio wizara ya elimu tu, ni wizara ya elimu, sayansi na teknolojia. Wekezeni kwenye sayansi, wekezeni kwenye teknolojia, na wekezeni kwenye ubunifu ili tuweze kusonga mbele. Kwa hiyo haya yote tunayafanya, na ukienda kwenye mabanda utaona kwa mfano DIT, na ili tutaendelea kushikamana nao mpaka tulimalize. Sasa hivi wameanza kutengeneza vipuri vya walao bajaji, bodaboda, yani hata bajaji tunaagiza kutoka nje. Lakini huwezi kusema naamka leo nitengeneze pikipiki yote au nitengeneze bajaji yote, haiendagi hivyo. Tuliwaambia mapema tulivyoenda kule waanze kutengeneza vile vipuri ambavyo vinaagizwa mara nyingi zaidi nje. Waanzishe kampuni tanzu, waende TRA waangalie ni fedha ngapi kiasi gani tunatumia kununua vipuri vya bodaboda na bajaji. Lakini wameenda mbali zaidi, wanatengeneza na baadhi ya vipuri vya magari makubwa aina ya Fuso. Kazi iliyobaki sasa hivi kama alivyosema mwenyekiti wetu Mheshimiwa Husna Sekiboko ni sasa kwenda kuzalisha kibiashara kwenye kampuni tanzu au kumwachia mtu binafsi azalishe na hatimiliki ibaki DIT, ili tuanze kidogo kidogo kuzalisha vipande, tuzalishe kidogo kidogo, tuende kwenye reverse engineering, tuhakikishe kwamba na sisi tunaanza kutengeneza. Kama ni pikipiki tutaitengeneza yote, lakini tunaanza na vitu vidogo vidogo na kwenda hivyo. Kwa ndugu zangu, naomba niwaambie kwenye maonyesho haya mtaona mambo mengi. Sitaki niwachoshe kwa sababu nyewe wenyewe mnataka kwenda kuangalia humo, na ni muda mzuri wa kuendelea kuangalia mengi, na mwelekeo wa mambo haya utatolewa na waziri wetu mkuu atakapokuja tarehe 24 katika kuhitimisha kilele cha shughuli hizo. Kwa haya niliyoyasema, nadhani inatosha sasa mimi kusema wiki ya kitaifa ya elimu, ujuzi na ubunifu imezinduliwa rasmi. Asanteni sana kwa kusikiliza.